Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti yetu 2026/27 tunatakiwa kukusanya na kutumia shilingi bilioni 28.9. Kati ya fedha hizo bilioni 16.3 ni mishahara, bilioni 1.3 ni ruzuku kwa maana ya OC, shilingi bilioni 7.4 ni za miradi ya maendeleo, bilioni 3.7 ni mapato ya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti yetu imeongezeka kwa asilimia 5.2 ukilinganisha na bajeti ambayo inayoendelea hivi sasa ya shilingi bilioni 27.4. Mheshimiwa Mwenyekiti, jedwali namba 12 linatafsiri sasa umbile lenyewe la bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla mapato ya ndani ni shilingi bilioni 3.7 inachangia bajeti yetu kuu asilimia 13.37. OC bilioni 1.3 inachangia asilimia 4.8. Mishahara bilioni 16.3 inachangia asilimia 55. Na miradi ya maendeleo bilioni 7.4 inachangia asilimia 25 ya bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 21 ndio mapato ya ndani sasa. Nikienda ukurasa wa 21, ukurasa wa 22, ukurasa wa 23, ukurasa wa 24 na ukurasa wa 25 ambayo unaonyesha halmashauri yako itakusanya shilingi bilioni 3.7 ukilinganisha na bajeti inayoendelea hivi sasa ya bilioni 2.7, kuna ongezeko la bilioni 1 sawa na ongezeko la asilimia 35 ya bajeti ya mapato ya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, iko mikakati 3.2 ya kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato. Moja, kuongeza na kuzifanyia matengenezo posi za kukusanyia mapato ili kusaidia kuziba nyanya yote ya upotevu wa mapato. Mbili, kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika suala la ukusanyaji wa mapato. Tatu, kusimamia na kufanya mapitio ya sheria ndogo za halmashauri kuleta tija katika ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari umeshapitisha sheria ndogo ya mapato. Nne, kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye vyanzo vya mapato pamoja na kubaini vyanzo vipya vya mapato ya ndani. Tano, kuendelea kutoa elimu ya ulipaji wa kodi na ushuru kwa jamii. Makamu Mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi wa halmashauri ya Nsimbo, kamati ya usalama wilaya ya Mpanda, waheshimiwa madiwani, wakuu wa idara na vitengo wa halmashauri hii, hali kadhalika waandishi wa habari waliopo ukumbini hapa. Kwanza tu ni nafasi kuwapongeza kwa kikao kizuri, japo tumechelewa, lakini mara nyingi kikao kama hiki cha bajeti huwa mara nyingi ni kwenda kuhitimisha mchakato mzima wa bajeti. Naamini kwamba hizi bajeti zimepita kwenye kamati mbalimbali za kwenu. Kwa hivyo leo ni kama majumuisho ya hizo bajeti zetu, ndio maana unaona kama zinachukua muda mfupi, kwa mengi tumejadili hapa. Mnakwenda kujazia yale ambayo mnaona nafikiri kuna mapungufu kidogo, kwa lengo la kuboresha hizo bajeti. Mwisho wa siku zitapofikia kwa utekelezaji, basi ziweze kuwa zimetekelezwa vizuri. Mchakato sasa ni bajeti endelevu, na masuala ya ukomo wa bajeti na baadaye itawasilishwa, ile inaweza ikaongezwa ama ikapunguzwa. Nafikiri wataalamu wanaelewa, na huko kuna kausumbufu kidogo katika uandaji wa bajeti. Kwa hiyo nafikiri tu wavumilivu kwenye hili, na sio kwamba tulichosema hapa basi inaweza kaa hapa kwa 100%. Hapana, inaweza tunapatia bajeti kwa 75%. Kwa hivyo 25 nyingine wabadilika, na kuna vitu vingine sisi hatujavitaja hapa vikaja kwenye bajeti au tukapewa maelekezo kwamba tuviingize kwenye bajeti, lakini yote kwa yote ni kwa ajili ya mustakabali wa halmashauri yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri niona ni bora niongee hayo, japo tumekuja kwa kuchelewa Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini kutokana na majukumu mengine ambayo tumeweza kuyapata. Basi niseme tu asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Shukrani sana. Na jinsi ambavyo umeweza kusikiliza na kuipokea bajeti yetu, rasimu yetu ya bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama halmashauri ya wilaya ya Nsimbo tunaendelea kushukuru kwa namna ambavyo unaendelea kutuelekeza na jinsi ambavyo unaendelea kutuongoza katika vikao vyetu, lakini pia tunaomba tutoe tu ahadi kwamba kwa sababu bajeti ni mchakato, hapa tumewasilisha rasimu ya bajeti kama ambavyo amesema katibu tawala wilaya, tutakwenda kutekeleza
lakini pia tutakapopewa maelekezo zaidi tutakwenda kuyatekeleza, lakini tutakapoongezewa fedha tutakwenda kutekeleza yale ambayo hatukuyaweka kwenye mpango wetu huu wa rasimu ya bajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana na naomba nichukue nafasi hii kukaribisha sasa ili uweze kutufungia kikao. Karibu. Zina utu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya Nsimbo, mkurugenzi wetu wa Halmashauri ya Wilaya Nsimbo, katibu wetu tawala wa wilaya ya Mpanda, pamoja na kuu yako nzima ya kamati ya ulinzi na usalama, waheshimiwa madiwani wote wa halmashauri ya wilaya Nsimbo, wakuu wa idara na vitengo vyote, pamoja na viongozi wetu wa vyama vya siasa na wageni waalikwa wote katika baraza hili, nipende kuwashukuru sana kwa uvumilivu wenu, japo tumepata changamoto kadhaa katika kuhakikisha hili baraza linafanyika na kwa pressure zilizokuwepo, lakini niwashukuru, tumeweza kulifanya kwa ufanisi na weledi mkubwa. Mungu awabariki sana. Lakini pia niweze kupongeza timu nzima ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Nsimbo na timu yake yote kwa kufanya kazi hii. Hakika bajeti mmeitengeneza ni nzuri na inaonyesha kabisa sasa tuna mwelekeo mkubwa na mzuri, na ni kuahidi tu hata itakapofika kwenye utekelezaji, baraza hili tuko tayari na tutatoa ushirikiano wa hali na mali kuhakikisha tunafanikisha kuisukuma mbele halmashauri yetu katika kuwahudumia wananchi wa halmashauri ya Nsimbo kama ilivyo hitaji kuu la rais wetu wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan. Anahitaji huduma ziwafikie wananchi na tuwaondolee kero, na imani kwa bajeti hii itasaidia sana katika kusukuma mbele hilo hitaji. Kwa baraza hili limeidhinisha mapendekezo ya bajeti ya kiasi cha shilingi bilioni 35.78 ikiwemo ambapo mpango wa bajeti ilikuwa ni bilioni 28.99, na pia kuna maandiko ya miradi ambayo sasa nadhani ukifanyika utekelezaji huu tutakuwa na vyanzo vizuri na vya uhakika vya mapato, ikiwemo ujenzi wa soko la Magula pamoja na maghala ya kutunzia na kuhifadhi nafaka na mambo mbalimbali. Kwa kimsingi pende kuwapongeza CMT nzima na wale wote mlioshiriki katika kuandaa hii bajeti. Kwa niaba ya madiwani wenzangu nasema asanteni sana na tuko pamoja na nyie.